Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, kundi la wanamgambo la Hamas laitaka bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais Donald Trump kuhusu Gaza kuishurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani. Zaidi ya watu 30 wanashikiliwa na polisi nchini Kenya wakituhumiwa kuhusika na ghasia zinazohofiwa kuhatarisha usalama na kuvuruga mikutano ya siasa nchini humo. Polisi wanasema kwamba wengi wao wanapatikana kuna vifaa butu na vile silaha aina mbalimbali na simu kadhaa za rununu. Na tunauangalia uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika juma lililopita na hali ya mshike inayoendelea wakati matokeo yakisubiriwa, ambapo rais wa sasa Hakainde Hichilema anatetea kiti chake kwa muhula wa pili madarakani. Rais Hakainde Hichilema, mtu ambaye alikuja kwa kile alichokitaja kuwa mabadiliko ya kisiasa, tunaweza kusema amevunja ahadi zake alizozaidi kwamba ataleta demokrasia na mabadiliko nchini Zambia. Pia tutaelekea katika maeneo ya Rubaya, Masisi, karibu ambako familia 100 zimeweza kuripotiwa kukosa makazi yao baada ya na awali ya yote ni muhtasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Caro Robi. Caro, karibu. Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema atapunguza kabisa mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini kwa sababu ya kile alichokitaja kuwa uhusiano mzuri mno na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Bwana Trump amesema hafurahishwi na mazoezi hayo, akisema yanagharimu kiasi kikubwa cha fedha kila mwaka. Korea Kusini imesema mazoezi hayo kati yake na Marekani yameanza leo Jumatatu. Trump amekuwa akisema wana urafiki wa karibu na Kim. Urafiki mwingi umeanzishwa na huu hasa umekuwa urafiki mkubwa sana. Tulikutana na kupendana tangu siku ya kwanza, na hiyo ilikuwa muhimu sana. Kundi la wanamgambo la Hamas limetaka bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais Trump kuhusu Gaza kuishurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani kuhusu Gaza. Hamas imetoa tamko hilo baada ya kiongozi wake kufanya mazungumzo na mkwe wa Rais Trump, Jared Kushner, nchini Misri. Serikali ya Zambia imesema vyombo vya usalama vimekamata silaha na kuwatia mbaroni watu 11 wanaohusishwa na njama ya uasi. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Serikali inasema mgombea mkuu wa upinzani katika uchaguzi wa rais uliofanyika Alhamisi iliyopita, Brian Mundubile, alipatikana katika eneo ambalo polisi ilifanya msako mjini Lusaka, huku zaidi ya nusu ya kura zikiwa tayari zimehesabiwa. Rais Hakainde Hichilema anaongoza kifuatiwa na bwana Mundubile. Awali kiongozi huyo wa upinzani alijitangaza mshindi wa uchaguzi huo alioutaja ulikumbwa na udanganyifu, madai ambayo mamlaka nchini humo zimekanusha. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi huo wa Zambia uligubikwa na vitendo vya vitisho na utekaji nyara. Mkutano wa kisiasa wa viongozi wa upinzani nchini Kenya ulikumbwa na ghasia baada ya magenge yaliyokuwa yamejihami kwa silaha kushambulia msafara wa kundi la Linda Wananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Polisi walifyatua gesi ya kutoa machozi kutawanya makundi ya vijana waliokuwa na mapanga na marungu katika kaunti ya Homa Bay, ambao walifunga barabara kuwazuia wanasiasa hao kuingia mjini humo. Magari kadhaa yaliharibiwa, huku waandishi wa habari wakiwa miongoni mwa waliojeruhiwa na vifaa vyao kuporwa. Na Kamerun ndio mabingwa wa mashindano ya kuwania kombe la soka ya wanawake barani Afrika WAFCON, ikiwa mara ya kwanza kwa timu hiyo kushinda mashindano hayo. Kamerun ilicharaza Malawi mabao 3 kwa nunge katika fainali iliyochezwa nchini Morocco. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwa mwenzangu Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, haya ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 Dar es Salaam, Radio Afrika na Radio Kwizera kule Ngara. Nchini Kenya, Most FM na Gulf Radio. Kule nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira. Lakini pia ukiwa DRC, unaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano kule Beni na Lizado Radio.
studio. Matangazo ya pia yanakuja moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili, kadhalika na YouTube ambazo tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga, karibu. Kundi la wanamgambo la Hamas limetaka bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu Gaza kuishurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani kuhusu Gaza. Hamas ilitoa tamko hilo baada ya kiongozi wake kufanya mazungumzo ambayo ni nadra na mkwe wa Rais Trump, Jared Kushner, nchini Misri. Karubi huyu hapa tena na maelezo zaidi. Taarifa kutoka kwa Hamas imeitaka bodi hiyo na nchi zinazohusika katika juhudi za upatanishi kuishinikiza Israel kutekeleza wajibu wake kuambatana na awamu ya kwanza ya makubaliano, kusitisha ukiukaji wa yalofikiwa, kukomesha mauaji na kuacha kuikalia kimabavu Gaza, lakini pia kuidhinisha mchakato wa kuanza kwa awamu ya pili ya mpango wa kusitisha mapigano uliosimamiwa na Marekani. Jared Kushner, mkwe wa Rais Trump, ambaye pia ni mjumbe wake, alikutana na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri hapo jana Jumapili katika juhudi za hivi punde za kufufua mpango wa kufikia amani Gaza ambao Israel umeukataa. Wiki mbili baada ya Hamas kukubali mpango wa Trump kuhusu Gaza ambao unajumuisha wanamgambo hao kuweka chini silaha, Kushner ametaka kuwepo mpango madhubuti wa kuonyesha kuwa Hamas inadhamiria kwa dhati kukabidhi silaha zote kwa uongozi mpya utakaotawala ukanda wa Gaza, swala hilo likiwa sharti kuu la serikali ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kushner amesema Gaza haiwezi tena kuwa chanzo cha vitendo vya kigaidi vinavyoilenga Israel. Khalil al-Hayya alishiriki mazungumzo hayo yaliyofanyika katika mji wa El Alamein, ikiwa ziara yake ya kwanza tangu kuchukua uongozi wa kundi hilo la Hamas mwezi uliopita. Qatar, Uturuki na wenyeji Misri pia walishiriki katika mazungumzo hayo. Marekani kwa miaka mingi imekataa kukaa kwenye meza ya mazungumzo na Hamas ambayo imeliorodhesha kama kundi la kigaidi, lakini utawala wa Trump umekuwa ukiridhia kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa kundi hilo kwa lengo la kujaribu kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Bwana Kushner leo anatarajiwa kukutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Nchi 8 za Kiislamu ikiwemo Jordan, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Pakistan, Indonesia pamoja na nchi 3 wapatanishi yani Qatar, Uturuki na Misri zimelaani kitendo cha Israel cha kukataa mpango wa amani Gaza. Taarifa kutoka nchi hizo za Kiislamu inasema Israel ndio ya kutwishwa lawama kwa kuzuia upatikanaji wa amani na kuhujumu juhudi zilizopigwa kupatikana amani katika ukanda wa Gaza. Chama cha Netanyahu cha Likud kimejibu kwa kusema nchi hizo za Kiarabu zinataka kumwangusha waziri mkuu katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa nchini humo mwaka huu. Taarifa yake na kufanya siku 3 za mji kufungwa marufuku. Polisi nchini Kenya imekamata watu kadhaa kwa tuhuma za kuvuruga mikutano ya siasa ya viongozi wa upinzani. Watuhumiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huku uchunguzi ukiendelea. Kenya inaendelea kushuhudia matumizi ya magenge yanayovuruga mikutano ya kisiasa ya viongozi wa upinzani. Misafara aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua ni kiongozi wa kundi la Linda Wananchi Edwin Sifuna ilishambuliwa Jumamosi na Jumapili. Hali hii inazua wasiwasi na uwezekano wa kuzuka kwa ghasia kuelekea uchaguzi mkuu hapo mwakani. Awali nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu matukio ya kisiasa huko nchini Kenya. Nimezungumza na msemaji wa polisi Michael Mushiri na ameniambia usiku wa kuamkia Jumapili kuna watu 15 ambao walikamatwa katika kaunti ya Kisumu wakiwa wanasemekana ama wanashukiwa kuelekea katika kaunti ya Homa Bay. Polisi wanasema kwamba wengi wao walipatikana wako na vifaa butu na vile vile silaha aina mbalimbali na simu kadhaa za rununu. Siku ya Jumapili watu 20 wamethibitishwa kukamatwa na polisi. Vile vile wala polisi nchini Kenya wanasema kwamba kulikuwa na baadhi ya vurugu ambayo ilishuhudiwa Jamii ya kiraia inataka mamlaka za mkoa Jumamosi kuanzia Jumapili baadhi ya vituo kama maduka ya binafsi, hoteli zilivamiwa na makundi ya watu ambao wanasemekana ni wanaodaiwa kutumwa na baadhi ya wanasiasa katika kaunti ya Homa Bay kuwasaka wafuasi wa mrengo wa Linda Nchi ambao walitarajiwa kufanya kikao cha hadhara Homa Bay Jumapili. Kwa hivyo polisi wanashukilia watu takriban 35 katika kaunti hizi mbili na uchunguzi unaendelea. Matukio haya ya vurugu pengine yanatoa picha gani kuelekea
kuelekea uchaguzi mkuu nchini Kenya ambao unatarajiwa kufanyika mwaka 2027, yani mwakani hapa. Matukio kama hii ya makundi ya vijana kutumiwa kutatiza mikutano hadhara ni jambo ambalo Wakenya wa kawaida wamelaani. Vile vile kuna makundi kadhaa ambayo yamekashifu swala hili. Siku ya Jumapili, baadhi ya wanahabari ambao walikuwa wametumwa kufuatilia matukio hao walivamiwa na kujeruhiwa katika matukio haya. Wanahabari wa vyombo vya habari vya kimataifa walivamiwa na vifaa vyao kuchukuliwa na hao vijana, na vile vile baadhi ya wanahabari wa nchini Kenya kwa vituo kama vile TV na Standard Media wameripoti kwamba magari yao na wafanyakazi wao walijeruhiwa katika matukio kama haya. Kwa hivyo shirika la kusimamia wanahabari nchini wote wamezungumzia mashirika kama Amnesty International na pia tume ya NCIC ambayo ni uwiano na maridhiano nchini pia imetoa taarifa fulani matukio kama hayo. Mwandishi mwandamizi wa BBC Leila Mohamed akitamatisha mazungumzo na uwajibikaji kutoka kwa mamlaka. Kwa hiyo siku hii ya kwanza ya kufungwa, msikilizaji, kanga si vazi tu, ni sehemu ya utamaduni na maisha ya Wazanzibari. Katika mahojiano na mwandishi wa BBC Frank Mavura, Bi Shani Haji ambaye ni mkazi wa Zanzibar, anatueleza historia na umuhimu wa vazi la kanga visiwani humo, jinsi linavyotumika katika matukio ya nyanja mbalimbali za maisha, pamoja na ujumbe unaweza kubebwa na maneno yaliyoandikwa kwenye kanga. Je, unajua kama kanga ina maana nyingi sana kwetu sisi Zanzibari? Kanga inapeleka ujumbe vile ambavyo unataka uende. Mfano, nataka nipeleke kwa jirani yangu ujumbe kupitia kanga. Ni wivu au ni choyo kinachokuchoma moyo. Vile vile kanga hii tunatumia kwa biharusi ili apendeze. Tunamtafutia kanga na tunamdizainia, anakuwa amependeza ngari kabisa. Mwanamume anapokuwa ameoa inatumika kanga hii, anaweza kuvaa kwa ajili ya kwenda kuoga, labda viugomvi vile vya hapa na pale, tunataka tumalize kistaarabu. Kanga hii pia unaweza kufikisha message. Kuna kanga zimeandikwa na kupenda, nisamehe mume wangu. Basi unachukua kanga yako unaivaa, tayari amepita kasoma, basi jambo limeisha. Mtoto kuanzia miaka 5 mpaka 7-8 au tunaita ukishavunja ungo na maana umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo huku chini kanga hii wanavaa ya shingo, lakini imeshakuwa haifiki. Maana unafungia huku nyuma. Kwa hiyo katoto tena kinatembea kwa raha zake. Zamani ndo tunalelea watoto hizo. Baby show ilikuwa hakuna. Unaikunja kama hivi, kikanga chako kisafi, shakogesha mwanao jioni, unamziba kikanga hichi. Basi nikuombe tu usizarau vazi la kanga wala usizarau utamaduni wako. Kuna kubwa, kuna za size na vile vile ndo kuna kama hizi. Unaweza hata ukamtega shemegi, sio? Mimi ninavaa kanga yangu leo, lakini ile ni tepe nyepesi kabisa, napiga moja tu hapa, basi utaelewa mwenyewe. Mambo ya kanga tuende zetu sasa viwanjani na Florian Kaijage. Asante sana Skola Kisanga. Kamerun ndio mabingwa wapya wa fainali za Afrika kwa wanawake. Wamefikia mafanikio hayo makubwa baada ya kuwachapa Malawi walioshiriki kwa mara ya kwanza kwa magoli 3-0 katika mchezo wa fainali Jumapili usiku. Magoli yote matatu mabingwa hao wapya yalipachikwa kipindi cha kwanza kupitia nyota wake Maringa Manga anayekipiga katika klabu ya Fenerbahce ya Uturuki, aliyepachika magoli 2, na Naomi Njo Eto wa klabu ya Sassuolo ya Italia. Huu ni ubingwa wa kwanza kwa Kamerun katika mashindano ya soka wanawake Afrika. Katika mchezo wa ngao ya jamii huko England, mabingwa watetezi wa ligi kuu Arsenal wameukata utepe wa msimu kwa kuwanyanyasa mabingwa wa FA na washindi wa pili wa msimu uliopita Manchester City kwa kichapo cha 3-0. Magoli ya The Gunners yalitiwa kimiani na Ricardo Calafiori na Kai Havertz pamoja na Martin Odegaard. Michezo ya msimu mpya wa ligi kuu ya England itaanza kutimwa vumbi Ijumaa hii kwa mchezo kati ya Arsenal na Coventry City iliyopanda daraja kwa mara ya kwanza tangu msimu wa mwaka 2020-2001. Katika mashindano ya mbio za baiskeli, Rui Oliveira alishinda hatua ya mwisho ya mashindano ya Porto Portugal katika jiji lake la nyumbani la Porto, na kisha akaweka ushindi huo kwa familia ya Finlay Tarling. Mwendesha baiskeli wa Uingereza Ray Tarling mwenye umri wa miaka 19 alifariki dunia kufuatia ajali iliyotokea katika hatua za 8 ya mashindano ya hayo siku ya
Ijumaa. Hatua mbili za mwisho ziliendelea kwa idhaa ya familia, ingawa timu ya Tarling NSN Development ilijiondoa katika mashindano hayo. Barcelona imekubaliana na Manchester City kumsajili nahodha wa timu ya taifa ya Hispania Rodri kwa ada takriban paundi za Uingereza milioni 65. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 ambaye alishinda tuzo ya Ballon d'Or mwaka 2024 anatarajiwa kusaini mkataba wa miaka 4 na mabingwa hao wa Hispania. Usajili huo unatarajiwa kukamilika katika siku zijazo. Tukamilishe na Cristiano Ronaldo, anasema msimu huu huenda ukawa mwisho kwake dimbani baada ya kusakata soka kwa mafanikio makubwa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 alimuoa mwenza wake Georgina Rodriguez Jumanne iliyopita, na sasa atafakari kuhusu maisha ya baadaye yatakayojikita zaidi katika familia yake. Asante Ronaldo, umetuchezea vizuri. Sasa kalendo baba. Kabisa. Tukio hili linatokea wakati mbaya ikiwa katika mazingira ambayo shughuli za uchimbaji wa madini. Tangazo ya Amka na BBC habari kwa asubuhi ya leo. Kundi la wanamgambo la Hamas la itaka bodi ya amani iliyoanzishwa na Rais Donald Trump kuhusu Gaza kushurutisha Israel kukubali makubaliano ya amani yanayoungwa mkono na Marekani. Zaidi ya watu 30 wanashikiliwa na polisi nchini Kenya kwa tuhuma za kuhusika na ghasia zinazohofiwa kuhatarisha usalama na kuvuruga mikutano ya siasa nchini humo. Na tunauangazia uchaguzi mkuu wa Zambia uliofanyika juma lililopita na hali ya mshike inaendelea wakati matokeo yakisubiriwa, ambapo rais wa sasa Hakainde Hichilema anatetea kiti chake kwa muhula wa pili madarakani. Hii ni BBC. Na msikilizaji, imetimia saa 12 na dakika 16 saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Serikali ya Tanzania imepinga madai yaliyotolewa na mgombea urais wa Zambia kupitia chama cha upinzani Brian Mandubile kwamba Tanzania ilituma watu wake kwenda kuingilia uchaguzi mkuu wa taifa hilo uliofanyika Alhamisi juma lililopita. Serikali ya Tanzania inasema imechukulia tuhuma hizo kwa uzito na kwamba inahakikishia Watanzania na jamii ya kimataifa kwamba haijatuma mtu yoyote nchini Zambia kuvuruga uchaguzi huo. Taarifa zaidi na Halima. Ni mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu uliofanyika Zambia siku ya Alhamisi Agosti 13 kwa tiketi ya upinzani Brian Mandubile akitoa madai juu ya kuingiliwa kwa uchaguzi huo na watu wa nje ili kuweza kuhujumu ushindi wa chama hicho. Wananchi wa Zambia msiwe na hofu. Nataka tu kuwahakikishia kwamba wakati tunasonga mbele kuna kizuizi pembeni. Kuna watu wamekodiwa. Kwa vile marafiki zetu wamefanya maamuzi, wanajua kwamba idadi iliyopo sio nzuri. Chama cha UPND hakiwezi kushinda uchaguzi huu. Hakuna muujiza wowote wanaoweza kufanya kuweza kushinda uchaguzi huu. Hivyo sasa wametumia mbinu iliyoweza kutumika Tanzania. Zambia sio Tanzania. Zambia sio Tanzania. Hii ni Zambia. Hii ni Zambia. Hivyo kwa wale wote wanaofikiri wanaweza kuleta mbinu zilizofanikiwa Tanzania na kuziingiza humu nchini, mmekosea kabisa. Kwa hivyo wenzangu kutoka Tanzania ambao mmekodiwa, tafadhalini tokeni nchini humu na mrejee kwenu. Madai hayo yaliyotolewa na kiongozi wa upinzani nchini Zambia na mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi mkuu nchini humo Brian Mandubile yakaifanya serikali ya Tanzania kutoa tamko. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa serikali Gerson Msigwa, serikali ya Tanzania kupitia ubalozi wake nchini Zambia imeiandikia barua serikali ya Zambia kutaka maelezo ya kina juu ya kwa nini mgombea huyo amezusha tuhuma zisizo na ukweli. Kama ilivyo nchi zingine za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Tanzania inao uwakilishi wa waangalizi wa uchaguzi nchini Zambia wanaofanya kazi kulingana na miongozo ya waangalizi wa uchaguzi wa SADC sambamba na waangalizi wengine waliopo Zambia. Waangalizi wa SADC katika uchaguzi huu wa Zambia ni kutoka katika nchi za Eswatini, Malawi na Tanzania, nchi ambazo zinaunda chombo kinachoshughulikia masuala ya amani na usalama kikanda katika jumuiya hiyo ya SADC maarufu kama Troika. Malawi ikitoa mwenyekiti wa sasa, Tanzania mwenyekiti aliyemaliza muda wake na Eswatini anayetarajiwa kuingia. Katika hatua nyingine, akizungumza na waandishi wa habari, kiongozi wa waangalizi wa jumuiya ya SADC katika uchaguzi huu wa Zambia, Samuel Tembenu, ambaye pia ni waziri wa zamani wa katiba na sheria wa Malawi, ametoa wito kwa wagombea wote, wafuasi wao na wadau wote kuimarisha utulivu
urges all contestants, their supporters and all stakeholders to remain calm. Kujiepusha na vitendo vyovyote vya vurugu au uingiliaji kati dhidi ya maafisa wa uchaguzi au vifaa vya uchaguzi na kufuata taratibu za kisheria zilizopo katika kushughulikia malalamiko yoyote yale. Na taarifa yake Halima Nyanza. Unaweza pia ukasoma hii taarifa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Kwa hapa kabisa taarifa ya kwanza ikisema Tanzania pinga kutuma watu kuingilia uchaguzi wa Zambia, ikiambatana pia na habari picha ikionyesha kiongozi wa upinzani kule Zambia. Taarifa hii imeandikwa hapo makala ndefu kweli kweli, unaweza kupita hapo kusoma kwa kina zaidi. Lakini bado tusalie katika uchaguzi kule Zambia. Kama ulivyosikia taarifa ya Halima Nyanza kuhusiana na uchaguzi wa rais kule nchini Zambia, muda mfupi tu uliopita nimezungumza na mwandishi wa habari Nixon Katembo pamoja na raia wa Zambia ambaye ni Daud Salim, kwa pamoja tukiangazia hali ilivyo kuelekea matokeo ya uchaguzi